Mambo ni aje, mambo ni gani? Asante sana kwa ambao tufuatilia kupitia East Africa, lakini pia watufuatilia hapa Tanzania, Bongo, Dar es Salaam. Unayemwona mbele yako ni kijana ambaye ametrendi sana recently hapa wiki kama moja nyuma, kama sitokosea ni wiki moja ya of course, ambaye tutapiga naye story mali matatu tuweze kujua yale ambayo tulikuwa tuyajui before na mambo yote. Acha kwanza jitambulishe, mambo vipi? Kama kawaida. Oji. Wanakuitaga nani? Nenda kama presenter Lone ama Mr Drip Checker 255. Saizi nenda kama Festibon wa Mobeto. Kwa nini Festibon wa Mr Mobeto tena? Namkubali afu dadangu ana roho nzuri kwa heshima. Okay. Watu wengi wamekuwa kikutania kwa jina la Ayu Meldy, right? Mimi nataka kujua situation pale ilikuwaje mpaka mshikaji mwenzangu, jenzi wenzangu yakakutoka mapofu na maneno pale. Kiukweli ni furaha tu kwa sababu mimi namkubali sana Mr Mobeto. Kwa hiyo ni furaha ikakutana na panicking hivyo. Okay. Kwa yani ndio ilikuwa mara ya kwanza unamwona Mr Mobeto live? Yeah, ndio mara ya kwanza ilikuwa. Yeah. Okay. Lakini umesomea chuo cha uandishi labda? Na mimi sijafika hata chuo. Okay. Yeah, nimesha form 6. Alright. So wewe issue kubwa ambazo waga unazifanya zaidi sana mtandao ni issue gani? Issue za drip check, naenda kwenye event nafanyia drip check ma celebrity hivyo. Okay. Celebrity ambao ushawahi kufanya nao kabisa ni nani ukimtoa Mr Mobeto? Kuna Nana Doz, kuna Love Jua Kali, kuna kakaangu kabisa anaenda kama Mutra ma Enzo wa Jua Kali yule, Country Wiz, ni wengi. Yeah. Sawa. Sasa ilikuwaje wewe kwa Mr Mobeto sawa ukawa na pressure kama hilo uliokuwa nayo? Yani sijui mimi mwenyewe sielewi kiukweli, kwa sababu siku zote huwa mimi nilikuwa nafanya siku zote drip check vizuri, lakini siku ile kwa Mr Mobeto kiukweli nilikuwa na furaha kupitiliza hivyo. Lugha ama tuachane kwanza na lugha kabisa. Wewe elimu yako wewe ni kidato cha ngapi? Kidato cha 6. Kidato cha 6. Yeah. Form 6 kabisa. Form 6 kabisa. Lakini watu walibaki na maswali mengi sana na ikasababisha mpaka kuileta kwenye jamii ya watangazaji kwamba kama vile watangazaji wote hawajasoma. Mpaka kuna jamaa moja niliona kwenye moja ya comment ya video yako iliyokuwa imepostiwa akasema ndio vijana ambao ndio tunawaita media uchwara tuseme kwa namna moja ama nyingine, lakini wewe ni mtu ambao unafanya drip check. Nataka kujua siku ile mpaka ukaja ukampata Mobeto huyu hapa ilikuwaje labda? Kiukweli ni Mungu tu alifanya iwe vipesi Hamisa kukubali mimi kumfanyia drip check, kwa sababu siku hiyo alikataa kabisa interview, hata meneja yake hakuruhusu kabisa interview. Ni Mungu tu alisaidia, mwenyewe nikashangaa. Kwanza hicho nacho kilisababisha mimi kupanic, yani hata pale inamuoji confidence yangu ikashuka kwa sababu hiyo. Yeah. So mimi nataka kujua the full story ilikuwa wapi na baada wewe kumuona Misa huyo hapa nini akili iliumba kiasi gani? Sawa, nataka kujua the full story kabisa ili mtazamaji aelewe situation kabisa uliokuwa nayo pale bwana, ilikuwa sehemu fulani kaza na kadhalika, ili ulipe maelezo ambayo hata mtazamaji akitazama aseme kwamba yes, jamaa hapa kweli kwa namna ilivyopatikana kweli lazima pressure ingekuwa kubwa. Yani kiukweli kwanzia tunaanza ni kwenda tu kufika kwenye event ilikuwa tabu, changamoto zilikuwa nyingi, yani kwanzia mtu mnaanza unatafuta hiki akipo, yani changamoto zilikuwa nyingi kiufupi. Yani mpaka ikafikia tu nikasema mimi kwenye event siendi. Kwa niko na mwanangu Gwala Jowiz. Kaambia mwanangu mimi kwenye hiyo event sidhani kama tutaenda kwa sababu naona mikosi imekuwa mingi. Tunafika kwenye event penyewe napo hivyo naona kabisa mambo hayaendi, nikaangalia nikaona mwanangu turudi nyumbani. Lakini bahati nzuri nikamwona Hamisa amekuja. Hamisa alivyokuja nikamuomba drip check akakubali. Na Mungu Swasumani watu wakaposti na video ikaenda viral, watu wakanifahamu. Yeah. Simu zilikuwa za kiasi gani ukwambia mwanangu huku umepop out? Simu zilikuwa nyingi mpaka baba yangu mwenyewe kanipigia simu. Baba yangu tu mwenyewe afuatiliaji mitandao, yani sio mtu wa mitandao. Lakini mwenyewe alinipigia simu kwamba alikutana na video. Sababu watu si watu majirani wanakutana nazo kwa wanamtaarifu. Simu kiukweli zilikuwa nyingi sana, nipigiwa simu sana.
Na wewe ulipokeaje sasa kipindi umetrendi watu na comment na nini na nini, wewe ulipokeaje ile situation? Kwa mwanzoni kiukweli ilinikata sana, nikaona kwamba labda hii ndio inaweza kaja kuzima ndoto zangu. Ilinikata kiukweli, ukiangalia comment za watu ilinikata, lakini baadaye nikaanza kukumbuka marehemu mamangu aliniambia kitu kimoja kwamba mshukuru Mungu kwa kila jambo, sababu yani Mungu chochote anachokileta ana makusudi yake. Unajua muda mwingine Mungu anaweza kana kupitisha kwenye hatua fulani ambayo kwako unakuwa unaona kama inakuumiza, unamlaumu, lakini Mungu anakuwa anakupitisha kwenye hatua kwa malengo yake, kwamba mimi nataka ufike level fulani. Lakini si watu tunamlaumu sana, yani kama Mungu angekuwa na uwezo wa kutuambia basi angetuambia. Wengi tunamlaumu sana wakati tunakuta anatupitisha kwenye kipindi ambacho ni cha faida yetu sisi. Tunakuja kushtuka mbeleni ile labda ndo umefanikiwa, ndo unakuja kushtuka kwa mbona hapa nilikuwa namlaumu Mungu. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu kwa kila jambo. Kwa ilivyotokea baadaye nikakaa nikafikiria, nikaona kwa nini kitu nisichukulie positive? Nikaichukulia positive, nifanye kama fursa, kwamba ni tatizo tayari lakini mimi nifanye kama fursa, ndio iwe njia watu mimi kunifahamu. Na Mungu kasaidia, ndio hivyo, siku zinavozidi watu wanazidi kunifahamu. Namshukuru Mungu. Watu walitarajia labda utabadilisha jina kutoka kwenye jina lako la Drip Checker ama na vitu vingine uje kujiita Ayu Meldy. Hili wazo labda lilikuwa kichwani mwako? Ile wazo watu wananiambia, lakini sasa mimi nasubiri nione watu mashabiki kama watakubali nibadilishe au watapenda nibadilishe, kwa sababu unajua unapokubadilisha username napo sio vizuri. Mtu anaweza kama kukalili kwenye jina hili tena nakuta umebadilika, kwa mashabiki wakiamua wao nabadilisha jina. Recently hapa tumeweza kuona posti zikionyesha picha zako, I think ni za zamani ukiwa uko darasani, sawa? Na watu wamedai kwamba tayari umeanza kusoma. Mimi nataka kujua, lakini pia nimepitia pia kwenye page ya Mobeto mwenyewe nikawa nimeona amethibitisha hilo kwamba tayari umeanza shule. Je, na kuna ukweli katika hili? Ukweli upo 100% kabisa. Na issue ipoje labda? Dada yangu kanilipia nikasoma English course nikaboreshe Kiingereza changu. Hasa hapo wajiandae sasa. Interview ni Kiingereza sasa. Ni Kiingereza sasa, izibia Kiingereza uongo. Yaani wajiandae, nikimaliza tu masomo kama hivyo nini English course, hasa hapo hatari, kwa sababu sio kwamba mimi sijui Kiingereza. Kiingereza najua japo sio sana. Kwa hiyo nikijumlisha na English course hatari. Na nimesikia ni mwendo mpaka chuo kikuu. Hii ikoje? Ikifika mwezi wa 11 naenda chuo kikuu ambapo dada yangu anamaliza kila kitu. Ameclear kila kitu kabisa. Labda amewasiliana pia na familia? Kuhusu mawasiliano na familia bado hatujafikia huko. Bado hajawasiliana na familia kabisa. Bado hajawasiliana na familia. Na wewe labda umewashirikisha familia kwamba kwa sasa Mr. Mobeto amedai kwamba ata take over kila kitu? Familia nishaongea nayo, babangu, kwa sababu mimi familia yangu ni babangu na wadogo zangu. Hivyo nishawaambia. Mzee hajazingua? Hawezi zingua, mzee hawezi zingua. Si wenda ndo tutatoka kwenye umaskini, maana tumekuwa maskini muda mrefu, kwa hawezi zingua. Wadada wa Bongo wanajua kucheza na trending sana. Nataka kujua DM sasa hivi upande wa dada totos nini? DM imekaaje? Imejaa sana? Au na sasa hivi unaweza kutembea na bodyguard ndugu yangu? Kuhusu swala DM, kiukweli DM watu wanakuja DM, sio muongo, wanakuja DM. Sio kama mwanzo inapita hadi mwezi kudada deki hakuna alo ku DM, lakini sasa hivi unaona DM za kutosha. Namshukuru Mungu. Hivi kwa sasa chuo labda unaenda kusomea course gani? Uandishi wa habari. Mimi umo. Yani umo uandishi wa habari mpaka nitimize ndoto zangu one day. Nisipokuwa mtangazaji mkubwa hapa Tanzania, basi lazima niwe mtu maarufu sana hapa Tanzania.